Azumba. Naam. Kama nilivyokuambia hapo mwanzo, huyu hapo ni kakangu, anaitwa Koroboi. Tumezaliwa baba mmoja, mama mmoja. Koroboi. Naam. Karibu sana. Hapa ndo nyumbani. Asante. Nashukuru kukufahamu. Nashukuru na kufika hapo. Asante. Unaamini hata kuja kutusaliti au anatuchezea mchezo? Azumba. Naam. Mimi namwamini kakangu. Hawezi kutusaliti na hawezi kunisaliti mimi mdogo wake. Kwa hiyo naomba tuwe naye pamoja. Sawa. Koroboi. Naam. Kwa sasa upo na sisi. Tupo kundi moja. Sawa. Nitakuwa pamoja na nyie bega kwa bega na nitashirikiana kwa kila jambo. Mwanafunzi wa vituko, kijiji kimenyamaza anapopita barabarani, vumbi linamfuata. Azumba! 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 Uko wapi? Oya. Hapo nyuma kwa. Haisi, vipi bwana? Safi ni aje? Kama kawaida. Mwanangu nishangae kutoka huko sitakukuta. Sasa kuna mgeni wako nyuma hapo anakuita. Mgeni wangu mimi, Kante au Koroboi? Azumba. Huyo mgeni ni nani? Mimi sijui ila kanaambia kwamba anataka kuongea na wewe. Oya, narudi hapo chapo. Mwanafunzi wa vituko, kijiji kimenyamaza anapopita barabarani, vumbi linamfuata. Mbole. Nimeshamaliza kazi yangu. Sasa basi, mimi sina budi ni kutoka kwenye hichi kijiji ili kwenda kukuongezea nguvu nyingine, maana nimegundua hapa una chuki na wana kijiji wote. Kwa hiyo basi sina budi kuomba ruhusa kwako ili niweze kuondoka. Sawa Mkulungwa, mimi nakuelewa, tena nakuelewa sana. Na natambua vizuri kabisa kwamba hiki kijiji kina chuki na mimi, lakini kwa nguvu ulizonipa kijiji kitasema na kitasema tena, mwisho kitamuimba Mbolimboli tena, kitasema kwa nini Mbolimboli alikuja katika ulimwengu huu, na lazima watambue kwamba badala ya Mungu mimi ndo ninayefuata katika dunia hii. Mwanafunzi wa vituko, kijiji kimenyamaza anapopita barabarani, vumbi linamfuata. Asante sana Mkulungwa. Unaweza kuniruhusu? Mkulungwa, baraka zote, unaweza kuenda sasa. Lazima kijiji kiseme Azumba. Nipo njiani nakuja. Ni lazima useme na utasema, yaani mpaka useme naitwa Mbolimboli ekoleka shindina. Wanafunzi wa vituko, kijiji kimenyamaza anapopita barabarani,
vumbi linamfuata. Huyu unasema mwenyewe, japokuwa ukimwona kama ni mdogo dogo, lakini na huyu kawasaidia watu wengi sana. Kwa hiyo ndo Azumba anaweza kanisaidia. Ndio maana nimekwambia huyu ndo msaada wako pekee. Kijana, mambo Poa. nimeleta kwako hapa. Mimi nina shida, nipotelewa na mwanangu kwa mazingira tu ya kutatanisha. Kwa hiyo nilikuwa naomba unisaidie. Mwanao yupo? Yupo? Ndiyo, ila kwa sasa siwezi kukuelekezea kitu chochote, ila rudini nyumbani, itakuja huko huko. Angalia, yani mpaka njana paga. Mwanafunzi wa vituko, kijiji kimenyamaza. Anapopita barabarani, vumbi linamfuata. Ana macho ya maswali, siri zimejificha ndani. Kicheko chake kina sumu, maneno yake kama panga. Haogopi aliye na cheo. Dadangu Esther, habari za kushinda? Salama. Safi. Mtemi nimemkuta? Mtemi ametoka. Naye vipi? Si uliniaga unaondoka? Mbona uko hapa? Dadangu, mpaka unaniona hapa nimerejea tena. Wakati nikiwa safarini kwangu, nimekutana na dada mmoja analalamika, yani macho mekundu yamewiva, akiwa analia. Anahangaika, anamtafuta mwanae amepotea. Na mimi nikamwambia pale, dadangu, kwa kweli huyo mtoto mimi sijapata bahati ya kuonana naye, lakini cha kukusaidia hapo, kama nitapata bahati ya kuonana naye, basi mimi nitamchukua na kumpeka kwa mwenyekiti kwa ajili ya usalama zaidi. Kwa hiyo mpaka ninakuja hivyo, kwa maana ujue ni matatizo hapa ndani ya kijiji hayaishi. Kila kukicha ni matatizo yanaongezeka tu. Wewe Kimbudu, huyo dada yupoje? Yule dada mwenyewe ni mweupe hivi. Mweupe hivi, afu ana mwili kidogo hivi. Sasa si utakuwa unampata. Ila anakaa mitaa ya huku juu hivi, mitaa ya huku. Makubwa. Itakuwa Mbolimboli kashafanya mambo yake. Yaani lazima Mbolimboli kashafanya mambo yake. Mbolimboli? Hapana dadangu. Unajua hata kama Mbolimboli tunamtuhumu ni mchawi ndani ya hiki kijiji, na mambo yote ya ovyo ovyo anayasababisha yeye, sio basi ndio kila tukikaa tuamini kwamba yani kila tatizo linalotokea kafanya Mbolimboli. Kwa sababu kama ukijua yule ni mtoto mdogo, inaweza kaa labda aliingia mtaani huko kutembea labda kuzurazurura kuongea na watoto wezie, wamepishana na mama yake. Mama anamtafuta mtoto, yeye kaingia huko, kumbe mtoto upo mtaa huko anacheza na wezie. Kwa hiyo ile swala la kumtuhumu Mbolimboli kwamba atakuwa anahusika hapo, hapana. Hata kama ndio mwenye tabia chafu. Hebu subiri kwanza. Huyo mtoto ana umri gani? Kwa maelekezo alionipa yule dada, alisema kwamba huyo mwanae ana miaka kama 2 hivi. Sasa Kibudu, mtoto wa miaka 2 anaweza kutoka nyumbani kwao kuanzia asubuhi mpaka sasa hivi hajaonekana? Wewe uone kama Mbolimboli anahusika katika hilo? Alafu nakataa. Hivi dada yangu Esther, hivyo ujue kama mtoto wa miaka 2 anaweza kutembea? Anaweza akavuka hata nyumba 3 na kuendelea, akaenda kupiga stori huko na watoto wezie. Kwa hapa hakuna cha kushangaza. Huyo ni mtoto anatembea kwa maana hiyo. Miaka 2 ni mtoto mkubwa huyo. Kwa hiyo shangae eti kwamba kwa nini amepotea mtoto wa miaka 2. Huyo ni mtoto ambaye ana uwezo wa kutoka kwenda kupiga stori na watoto wezie. Basi sawa, hamna shida. Asante kwa taarifa. Mimi kama nitabahatika kumuona, nitauliza na watu wengine. Kama tutamuona, tutamfikisha huko kwa mwenyekiti au tutamfikisha kwa mama yake. Maana na imani kabisa mtoto atakuwa wa Aisha pale juu, si ndio? Basi sawa. Fanya hivyo na hicho unachokizungumza. Kama utapata bahati ya kuonana na huyo mtoto, basi mtafuta sehemu ya usalama, umuhifadhi huyo mtoto. Kisha tuje tupate nafasi ya kumrejeshea dada watu mtoto wake. Kwa sababu unajua uchungu unauma sana. Na jinsi alivyokuwa anazungumza yule dada, alikuwa anazungumza ni kwa uchungu na anamaanisha anachokisema.
Kwa hiyo acha mimi nikuache, ila Mtemi akija mwambie Kimbudu alikuja. Sawa, hamna shida. Haya, mchana mwema. Mwanafunzi. Samahani mtaalamu Mbolimboli. Najua ni kama tunakusumbua. Tumekuja hapa mimi na mke wangu. Kuna tatizo linatusumbua sana. Na tatizo hilo ni la kutokupata mtoto. Lakini katika pitapita mitaani tumeambiwa kwamba mtaalamu Mbolimboli anaweza sana na alishasaidia watu wengi sana. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba mtaalamu utusimamie katika hili, utusaidie kama ulivyoweza kuwasaidia watu wengine. Maana linatusumbua sana mpaka inafikia mahala nyumbani hatuelewani. Hakuna amani, ni fujo kwa ajili ya hili swala la kutokupata mtoto. Tunakuomba sana mtaalamu tusaidie. Ni kweli mtaalamu, kama alivyosema mume wangu, tuna shida sana kubwa kupata mtoto. Hivyo basi hatuna budi na tumekuja hapa, tuna imani unaweza kutusaidia kwa hili jambo. Kwa hiyo tunakuomba utusaidie. Sawa. Sawa. Nimewaelewa. Ni kweli mna tatizo. Tena mna matatizo makubwa ya kupata mtoto. Lakini kwa jinsi ninavyoona kwa upeo wangu na jicho langu la tatu, tatizo halipo kwako wala halipo kwako. Na maanisha nyie wote hamna matatizo. Tatizo linaonekana lipo katika ukoo. Yaani nyinyi mmefungwa na nguvu za giza. Na ndio maana mnashindwa kupata mtoto. Sasa kuna kitu kimoja tu cha kufanya kama mtakuwa mpo tayari. Mambo gani hayo mtaalamu? Tafadhali tuambie, tuko tayari kwa lolote lile ili mradi tatizo hili liishe. Sawa. Ili mke wako aweze kubeba ujauzito, ni lazima atumie dawa za kutosha. Lazima atumie madawa makali kwa ajili ya kuvunja miko pamoja na mira alizopandikiziwa, zilizopandikizwa kwa nguvu za giza. Hivyo basi dawa zake inatakiwa zifanyie asubuhi, mchana, jioni pamoja na usiku wa manane. Hivyo kinachotakiwa, anatakiwa akae kilingeni kwa muda wa siku zote mpaka atakazopata ujauzito. Yaani namaanisha anatakiwa aishi hapa nyumbani kwangu. Na kuhusu swala la tendo, wewe ndio utakuwa unakuja kilingeni, unafanya naye tendo mpaka pale atakapopata ujauzito, ndipo nitakapowaruhusu muondoke. Mtaalamu, samahani. Umesema kai hapa siku zote mpaka apate ujauzito. Wakati huo na mimi nitakuwa naishi hapa au litakuwaje mtaalamu? Sijakuelewa hapo. Acha. Hapana. Hauwezi kulala hapa. Hapa atakayelala ni mke wako peke yake. Wewe utakuwa unakuja kwa ajili ya tendo tu pindi nitakapokuwa na kuhitaji. Mtaalamu, haina budi kuelewa kwa sababu tatizo ni la kwetu na tunahitaji liishe. Tunaomba fanya chini juu uweze kutusaidia. Tupo tayari kwa lolote. Sawa. Mume wangu, basi ndo kama hivyo alivyosema mtaalamu, hamna shida. Kwa hiyo hapo itabidi uende nyumbani ukanifuatie nguo za kubadilisha, maana unajua huko nimekuja bila nguo za kubadilisha, nimekuja na nguo moja tu. Hivyo nilikuwa nakuomba ufanye haraka ili wahi kuniletea hizo nguo. Mke wangu, nguo nakufuatia sasa hivi na sitachelewa. Ila jitahidi atakapokuelekeza mtaalamu, wakati uzingatie, utumie dawa vizuri kama atakapokuelekeza ili tuondokane na hili tatizo mke wangu. Umenielewa mke wangu? Sawa. Kijana, usichelewe. Nimekuelewa mtaalamu. Haya. Haya. Nenda chumba cha pili. Utapumzika huko. Mwanafunzi wa vituko, kijiji kimenyamaza.
anapopita barabarani, vumbi linamfuata, ana macho ya maswali, siri zimejificha ndani, kicheko chake kina sumu. Koloboi. Naam. Najua fika kama ni kibaraka wa Mbolimboli. Ndiyo, mimi ni kibaraka wa Mbolimboli. Sasa sikutaka kuongea mbele ya mdogo wako, ndio maana nimekuita chemba. Humu mtaani zimezagaa tetesi kuna upotevu wa mtoto. Je, unagundua chochote? Ndiyo, nimehusika kwa hilo, kwa sababu Mbolimboli alinituma. Anataka kujiongezea nguvu na kuchukua ufalme wa hichi kijiji. Anataka ateketeze kijiji chote pamoja na watu wake, ili yeye awe mtawala mpya, ili aweze kukimiliki kijiji kwa uhuru zaidi, na ndio maana akaniagiza nifanye hivyo. Sawa, natakiwa unitoleshe huyo mtoto, maana mamake anahangaika sana, kila muda ananitafuta. Ninawezaje kufanya hivyo? Mbolimboli amekuagiza dawa, ila katika hizo dawa kilanga ukome usichume, maana ukichuma ukimpelekea atakuwa ana nguvu na ataweza kuifanya kazi yake peke yake. Kwa hiyo ukienda polini usichume hiyo dawa, na ukimrudishia ataangalia kama haipo, atahangaika kwenda msituni ili aweze kuichuma, na akienda msituni wewe utapata nafasi ya kumchukua mtoto na kumleta. Sawa, nitafanya hivyo kwa sababu nimeamua kuwa upande wako, nimeamua kuwa mtumishi wako. Nitafanya hivyo ili tuweze kumteketeza Mbolimboli na mambo mengine yaendelee. Sawa, na kuaminia Koloboi. Kwa sasa sio kibaraka, kwa sasa ni mwenyewe tu kama Koloboi wa zamani. Sawa, nitafanya hivyo kwa sababu nimeamua kuwa upande wako, nimeamua kutubu kwa upande wako. Hiyo kazi nitaifanya hivyo kama ulivyoniagiza. Wacha niende nikaichume hiyo dawa, alafu kisha tukafanya hilo jambo. Sawa, uwe makini asije kugundua, maana ana akili sana, ila tatizo lake anatumia nguvu. Sawa sawa, nimelitambua hilo. Wacha nikaifanye hiyo kazi yake. Sawa. Mwanafunzi wa vituko, kijiji kimenyamaza. Mambo poa? Mzima? Mimi mzima. Hivi umezipata taarifa za kupotelewa na mtoto wangu? Taarifa za kupotelewa na mtoto wako ninazo, maana kuna kijana anaitwa Kimbudu alikuja kuniambia kama mpotelewa na mtoto, na hivi unavyoniona au mguu ndo nipo kwenye kaeka za kumtafuta huyo mtoto. Nimehangaika mitaani kote, huko kwa majirani kote sijamuona, sijui hata nafanyaje. Yaani sijui hata kaenda hapo huyo mtoto. Hebu kwamba subiri. Huyo mtoto kapoteaje? Ulimwacha nje au ulimpa mtu hajamrudisha? Yaani kapoteaje? Maana nimeambiwa tu kuwa nyumbani. Kitendo cha kumwacha nje tu kuingia ndani kwenda kubadilisha nguo narudi simkuti. Yaani mpaka nimepagaa sileta nafanyaje ndugu yangu. Yaani sielewi. Hilo tatizo shoga yangu. Lakini mimi nachoamini, yani hilo tukio litakuwa tu mambo ya kiushirikina. Kijiji kina ushirikina hichi. Kwa hiyo ushirikina wao ndo kwa mwanangu tu jamani, niingie ndani, nimwache nje niingie ndani nitoke nisimkute kweli? Hata nyayo za mtu kunyeta sijasikia. Jamani kijiji kimeishinda kama mambo yenyewe ndo hayo. Ushirikina sio kwa mwanao kwa sababu mabalaa kwenye kijiji yameanza tangu enzi hizo. Na kila siku watu wanatokea. Yaani kwa ninavyoamini, naamini kabisa mtoto kapotea kwa njia za kishirikina. Asa mwanangu mimi wako si nini jamani, bora akanifanya mwenyewe kuliko mwanangu. Mwanangu apotea kwa mazingira kutatanisha kweli jamani. Hata ile na kuingia akilini. Basi sawa, hamna shida. Mimi niko pamoja na nyinyi kwa sababu sisi wote wana kijiji. Linapotokea tatizo la mtu, tunaungana kwa pamoja, tunajua tunafanyaje. Wewe nenda huko kaulizie na mimi naenda huko naulizia na watu wengine, kitakachojili nitakuletea nyumbani kwenu. Sawa, nashukuru. Haya, pole mwana. Haya. Mwanafunzi tuko kijiji kimenyamaza, anapopita bara. Koloboi. Naam. Lete mrejesho wa kazi yangu. Vumbi linamfuata,
ana macho ya maswali. Koroboi. Naam. Mbona kunaonekana kuna mchanganyiko wa dawa moja? Dawa moja iko wapi? Nimeingia msituni, nimejitahidi kuitafuta mkuu, sijaipata. Koroboi, mbona umeanza kujamba kwenye maji? Mwanafunzi wa vituko, kijiji kimenyamaza. Anapopita barabarani, vumbi linamfuata. Ana macho ya maswali, siri zimejificha ndani. Kicheko chake kina sumu, maneno yake kama panga. Haogopi aliye na cheo, haogopi mtoto mdogo. Anacheka kwenye machozi, anacheka juu ya moto. Mwanafunzi wa vituko, tunaogopa. Kijiji kizima kinatetemeka kwa jina lako. Mapenzi yanyonya sumu mikononi mwako. Utapeli, mateso, manyanyaso moyoni mwako. Giza lako linatuvuta pole pole. Mwanafunzi, nani atakuokoa? Kuna nyumba jirani, mlango haujafungwa, ndani kuna kilio.